Tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa wamekwisha kujua haya yote. Yapi? Ya kwamba Bwana akisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Kumbuka tunazungumzia matengenezo kwa ajili ya kupokea mambo. Ukikwepa matengenezo, unakwepa kitu kikubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tumie mfano wa kawaida kwa wafanyabiashara, wawekezaji. Huwa wanaweka nguvu kubwa sana katika kutengeneza mazingira kabla ya kuanza kusupply. Anamwaga pesa nyingi sana, anatengeneza banda, anatengeneza ni hata kama anachokitengeneza kitakuwa ni cha miezi 6 tu, kimeliwa na mchwa, lakini anahakikisha amefanya matengenezo makubwa, kwa sababu matengenezo yakiwa vizuri yanakurahisishia wewe kutokutumia nguvu kubwa kuzungumza. Nataka wote tufike hapo polepole. Na kwa nini anafanya matengenezo hayo yote? Kwa sababu anaamini kwamba hapa hela yake hata anaoiweka kwenye matengenezo itarudi tu. Kwa hiyo yale matengenezo, ni nani atakaye kuja kurudisha hizo gharama za matengenezo? Ni hawa wanaokuja kupata huduma hapo alipo. Na ili ufanye matengenezo lazima kuna jinsi unavyoamini. Sasa kuna kitu hapa. Kwa nini Mungu aliwaangamiza hawa pamoja na kwamba aliwaokoa? Shida ni moja tu pale imezungumzwa. Akisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Haleluya! Hiyo ni sehemu ya kwanza. Kuamini ni sehemu ya matengenezo. Kuamini ni gharama kubwa sana, kwa sababu hata kama unaanza kuwekeza lazima uamini. Usifanye tu bila kuamini. Unaamini hapa nifyeke hii miti, nitengeneze hapa, watu watakuja tu. Yuda sura ya kwanza. Naona watu wanatoa macho. Shida